Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, kwa mujibu wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kupitia sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 wamebainisha wazi Zanzibar ina jumla ya wakazi 1,889,773. Ni dhahiri ya kwamba kutokana na sensa ya watu na makazi Zanzibar, mimi kama mgombea Ameir Hassan Ameir, endapo wananchi wa Zanzibar watanipa ridhaa uwezo wa kulipa shilingi 500,000 kwa kila Mzanzibari, hili swala litafanikiwa. Kwa nini litafanikiwa? Kwa mujibu wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026, bajeti kuu ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar ni shilingi trilioni 6.9. Hii inamaanisha kwamba serikali ya Chama cha Makini, endapo tutapata ridhaa ya kuongoza nchi hii kupitia mimi na kwa kuzingatia bajeti niliyoitaja katika serikali iliyoko madarakani, hivyo Chama cha Makini, naomba sasa munisikilize ndugu wananchi, shilingi 500,000 hizo itakuwaje? Kwanza tutahakikisha makusanyo ya serikali hayashuki chini ya shilingi trilioni 1.7 kwa mwezi kupitia vyanzo ambavyo tayari baadhi yao nimeeleza na baadhi bado sijavieleza. Lakini hivyo kwa makadirio ya Chama cha Makini, sisi tumesema makadirio ya wananchi wa Zanzibar ni milioni 2. Hivyo ukichukua shilingi milioni 2, watu milioni 2, na ukajumlisha na shilingi 500,000 kwa kila mwananchi wa Zanzibar kwa mwezi, tutapata jumla ya trilioni 1 ambazo tunakwenda kuwalipa wananchi wa Zanzibar. Hii ni kama asante ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo shilingi bilioni 700 inabaki kwenye makusanyo kwa kila mwezi, na ndio itakayotumika katika matumizi ya kawaida ya uendeshaji wa shughuli za serikali. Ndugu wanahabari na ndugu wananchi, ili kufikia malengo haya, Chama cha Makini kitahakikisha matumizi sahihi ya rasilimali za nchi na kubana matumizi yasiyokuwa ya muhimu na yasiyokuwa lazima ndani ya serikali. Kwanza, msafara wa rais hautozidi magari 6 na magari ambayo ni ya kawaida. Lakini vile vile Chama cha Makini, kwa nini tumepeleka gawio hili la makusanyo kubwa kwa wananchi? Sisi tunaamini wananchi hawa ndio wamiliki wa Zanzibar, na ndio maana tunasema baada ya mapinduzi Wazanzibari bado hawajapata faida ya mapinduzi. Tutabadilisha mambo kwa vitendo na si kwa maneno. Tutaweka sheria kali kwa wale wote ambao ni wabadhirifu wa mali za umma, ambao wizi wa fedha za umma utakuwa ni uhalifu wa uhaini, na adhabu yake ni kifungo kisichopungua miaka 30 jela. Sambamba na hiyo, atakayethibitika kwamba amefanya wizi huo, mali zake zote zinataifishwa, zitarudi serikalini. Mimi niwaambie Wazanzibari, hili linawezekana, na mimi kama Ameir ninaweza kutekeleza haya, lakini kwa umoja wetu na mshikamano wetu na kwa moyo mmoja haya yatafanikiwa.